Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumanne ya tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka wa 2025, juma la 5 la Pasaka mwaka C, mwaka wa Kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 aya ya 19 hadi ya 28. Injili inatoka katika Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 14 aya ya 27 hadi ya 31. Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane sura ya 14 aya 27 hadi ya 31. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Amani na waachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia, naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Na sasa nimewaambia kabla halijatokea, kusudi litakapotokea mpate kuamini. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yu aja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Lakini ulimwengu ujue ya kuwa nampenda Baba, na kama vile Baba alivyoniamuru ndivyo nifanyavyo. Ondokeni, kwendeni zetu." Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, somo tulilolisikia hivi punde, tunaalikwa kutafakari juu ya ujumbe wa Kristo kwetu, msifadhaike mioyoni mwenu. Katika huzuni ya kuagana naye, Yesu anatambua mashaka walio nayo wanafunzi wake. Anawapa zawadi ya amani ambayo ulimwengu haungeweza kuwapa na kuwafariji. Faraja na amani anayotoa Kristo inaleta utulivu wa kipekee ndani ya moyo unaofadhaika. Amani hii inatokana na uhakika wa msamaha kamili na kujua kwamba tumeunganishwa na Mungu na hakuna lolote linaloweza kuiondoa. Mtume Paulo anashambuliwa kwa mawe na makundi ya Kiyahudi karibu kuzirai. Lakini anapoamuka yeye, Barnaba na mitume wengine huendelea na uinjilishaji. Walifarijika kujua kwamba Mungu alikuwa pamoja nao. Paulo alibaki mtulivu hata kama alipata mateso makali na kuzungukwa na mauaji na ukatili mkubwa katika utume wake, lakini hakati tamaa alipokuwa akiwa katika kumalizia safari yake ya kwanza ya kimisionari. Mtume Paulo anatambua ukweli kuwa kanisa linapanuka sana, naye hawezi kuwa na kila mahali. Ndipo sasa
anapopita kuyaimarisha makanisa hayo na anawachagua wazee kwa ajili ya kuyasimamia. Ni wajibu wa mitume kuwaweka wazee kusimamia kila kanisa, kama ilivyo wajibu wa askofu kuwaweka maparoko kusimamia kila parokia. Na hapo ndipo tunapokutana na daraja la upadre katika Biblia kwa ajili ya kusimamia utume maparokiani. Wapendwa katika Kristo, tunapoendelea kumfuata Yesu Kristo katika maisha yetu hapa duniani, tunapaswa kutambua nafasi ya viongozi wa kanisa katika uenezaji Injili, ikiwa pia ni wajibu wa kila aliyebatizwa kujibidisha kuwa mjumbe wa habari njema kwa watu wote. Katika Injili ya Mtakatifu Mathayo, Yesu Kristo mwenyewe anatuhimiza ya kuwa anayewapokea vema hao viongozi wa kanisa humpokea yeye pamoja na yule aliyemtuma. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 10 ya 40. Hivyo basi, hii yatupasa kujua kwamba viongozi wa kanisa wamewekwa na Mungu na sio wanadamu, hasa katika mambo yale yamhusuyo Mungu na sio kujifanyia yao. Tukija kufanya kazi ya Mungu kwa ajili yetu wenyewe, tutakuwa tunakosea na kuwa kinyume na matarajio ya Mungu wetu. Badala yake tunakuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Wapendwa familia ya Mungu, kumtumikia Kristo sio kazi rahisi hata kidogo. Tunamtumikia Kristo katika ulimwengu uliochafuka na uliojaa dhambi za aina mbalimbali: utoaji mimba, kuongezeka kwa madhehebu mengi yasiyokuwa na mipango, mauaji, wapinga Kristo na mambo mengi machafu siwezi kuyataja yote. Hayo yote ni msalaba ambao tunapaswa kuubeba mimi na wewe bila manung'uniko, tukiongozwa na uvumilivu unaojikita katika Kristo kushinda ulimwengu. Nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini atakayekaa imara mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Rejea Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 13 aya 12. Wapendwa familia ya Mungu, tunapoendelea kutafakari juu ya amani tuliyoachiwa na Bwana wetu Yesu Kristo yenye kujikita katika msamaha wake kamili, tuombe neema ya kuvumilia taabu na changamoto tunazokumbana nazo katika kumtumikia yeye, tukijua kwamba hayo yote yawezekana katika yeye atutiaye nguvu. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Clement Minani kutoka Jimbo Katoliki la Kabgayi, Rwanda, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume, Kipalapala, Jimbo Kuu Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.